Kwa majina mimi naitwa Stefano Leyan, natoka SIDO mkoa wa Arusha. Ya ni mhandisi, niko ofisi ya mkoa. Aha. Yeah. Karibu sana. Asante sana. Kwa mtu anaposikia neno SIDO, SIDO ina maana gani? SIDO ni shirika la umma lenye maana ya shirika la maendeleo ya viwanda vidogo. Ni shirika la umma ambalo linafanya kazi ya kuwawezesha wajasiriamali kuanzisha viwanda, kuendeleza viwanda na hatimaye viwanda kukua. Ni wajasiriamali wote kwa jumla, SMEs. Kuna biashara ndogo sana, kuna ndogo na kuna zakati. Ambapo ndio SIDO tunasaidia micro, small and medium. Ndio ambao tunawasapoti kuwapa huduma mbalimbali ambazo tunazitoa. Ili kuwatoa kutoka hatua ya chini kwenda hatua ya juu. Kwa hiyo ni small industry kwa kama inavyojitambulisha. Yes. Hakuna kwenye hizi kampuni kubwa hamna mchango wote wa kuweza kuwezesha jambo, kwa sababu picha haraka inanijia ukisikia SIDO najua ni watengenezaji wa baadhi ya vitu, mashine na vitu kama hivyo. Tunasaidiana na wadau mbalimbali. Hata wale wakubwa wanaweza kutusapoti kuwasaidia hawa wadogo, sababu wateja wetu wengi ni wadogo. Nimesema ni micro ni vidogo. Alafu kuna small ni vidogo. Alafu kuna vya kati. Sasa hiyo tunajuaje? Tunaangalia ukubwa wa mtaji aliowekeza, lakini pia na idadi ya wafanyakazi aliowaajiri. Ndio tunaweza kujua kwamba huyu ni mdogo sana, huyu ni mdogo na huyu ni wakati. Alafu kuna wale wakubwa ambao wanakuwa ni nje ya SIDO, wanakuwa wanashughulikiwa na NDC. Ya okay. Kwa msikilizaji na kwa nyinyi ambao mjapita kwenye kusoma economics, ukisikia micro kama anazungumza Stefano, ni wale wadogo, umeona. Lakini tukienda kwenye hao wakubwa tunaita macro. Kwa sababu tumepita kwenye uchumi kidogo, wacha nitumie ile ambayo nilisoma shuleni. Ndio naitumia hapo mwanangu kabla kwenda VETA. Kabla jenda VETA kule. Inabidi nitumie hapa kidogo. Kwa hiyo kuna micro, kuna macro. Macro ni wale wakubwa. Kabla sijaenda VETA. Anachozungumzia huko kwamba kama mimi naenda VETA, huyu anaenda SIDO. Mtu SIDO ni mnafundisha watu kupata mbinu au utengenezaji au kujipata katika biashara, au ni kwamba nyinyi mna supply huduma ambazo mnakuwa tayari zimetengenezwa? Tunawahudumia watu kulingana na mahitaji ya kwao. Okay. Mtu anataka kuanzisha kiwanda labda cha bakery. Anakuja SIDO anasema anahitaji kufundishwa kutengeneza mikate. Tunamfundisha. Kwa hiyo ni tailor made. Tunaandaa kwa ajili ya mtu kwenda kufanya kitu fulani. Na tunatoa mafunzo mengi. Labda nianze kuelezea kwamba ni huduma zipi tunazitoa. Yeah, sure. SIDO tunatoa huduma kuu 3. Huduma ya kwanza ni huduma ya maendeleo ya viwanda na teknolojia. Lakini huduma ya pili ni huduma ya uendelezaji wa biashara pamoja na mafunzo. Huduma ya 3 ni huduma ya habari na masoko. Alafu huduma ya 4 ni huduma ya kifedha. Sasa mimi nitazungumzia zaidi kwenye upande wa teknolojia na maendeleo ya viwanda, ambapo ndio utakuta tunatoa mafunzo mbalimbali, tunatoa ushauri wa kiufundi, tunatafuta mashine mbalimbali kwa ajili ya wajasiriamali ndani na nje ya nchi, lakini pia tunazalisha mashine. Tuna workshop yetu kwa Tanzania nzima tuna workshop 9. Tunaita Technology Development Centers. Ambapo tunazalisha mashine mbalimbali na teknolojia kwa ajili ya viwanda vidogo. Lakini pia tunawawezesha wale wenye viwanda, wenye workshop zao ndogo kwa ajili ya kuzalisha mashine, kusaidia wajasiriamali. Kwa ile mikoa ambayo hawezi kukosa huduma, haina TDCs, hawezi kukosa huduma, kwa sababu SIDO anawezesha wale wajasiriamali waliopo ili waweze kuzalisha mashine. Lakini pia tunatoa mafunzo kama nilivyotangulia kusema kwamba mfano mafunzo ya bakery. Mtu anakuja anataka labda kuzalisha tomato sauce. tunamfundisha. Kwa hiyo tunatoa mafunzo ya kuzalisha bidhaa mbalimbali.
kama usindikaji wa bidhaa za kilimo. Tunafundisha mfano kuzalisha tomato paste, tomato sauce, peanut butter, bakery, mandazi, vitu vingi. Kwa mjasiriamali au mtu mwenye wazo la kuanzisha biashara anapokuja pale, tunamfundisha kila anachokitaka anaenda kuimplement. Lakini pia tunamwezesha, pia tunamtengeneza pia kibiashara, kwamba afanye ile kazi kibiashara, sio afanye tu kwa mazoea. Kwa tunamwandaa kwa mbinu za kibiashara. Tunampa mafunzo ya ujasiriamali. Yeah. Sasa okay. Nilikuwa na swali kwamba mnawasaidia kupata ujuzi kwa vile ambavyo wanavyotaka na kitu ambacho nataka kuanzisha, hususan kwa mjasiriamali. Kwa kijana ambaye ana idea, ana ndoto ya kufanya kitu fulani, lakini hana uwezo wa kifedha, kiuchumi, kwa namna gani ambavyo SIDO mnaweza mkamsaidia ili kuweza kufanya kile ambacho yeye anatamani kufanya? Nakuta labda yeye anajua kuandaa keki, kutengeneza keki, anajua labda kutengeneza hizo bidhaa, lakini ule uwezo sasa wa kuanzisha kiwanda chake kidogo hana. Huyu tunamsaidiaje? SIDO tunamsaidia mtu kuanzia wazo mpaka lile wazo linazaliwa. Tuna program tunaita incubation program au huduma ya kiatamizi, program ya kiatamizi, ambapo mtu anakuwa na wazo lake la kibunifu lakini hana uwezo wa kufanyia kazi mpaka litotolewe. Basi sisi tunamchukua, tunamwatamia, kwa maana kwamba kumpa huduma zinazotakiwa. Ndio. Tutamshauri, tutampa zana za kazi, tutampa fedha. Nimesema tuna huduma za kifedha. Tutampa mikopo, lakini pia tutamsaidia kwa masoko. Tuna huduma ya habari na masoko. Kwa tutamsaidia kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili aweze kuzalisha lile wazo lake. Lakini hata kama sio ya kibunifu, anapokuja pale tumemfundisha, tayari amejua kuzalisha, lakini hana eneo la kuzalishia, kwa sababu kuna matatizo pia, kuna changamoto za maeneo ya kufanyia kazi, hasa kwa upande wa chakula. Ili mjasiriamali aweze kusatisfy zile requirements za TBS. Kuna kuwa na changamoto kwa majengo, lakini tutamshauri nini cha kufanya ili aweze kusatisfy, kufikia yale matakwa ya TBS. Tutamshauri kuanzia mwanzo, tutamuunganisha na TBS. Na niwaambie tu wa Tanzania kwamba kwa upande wa kupata alama ya ubora kwa wajasiriamali wadogo, serikali imetoa subsidies kwa upande wa TBS ili waweze kupata hiyo huduma bure. Kwa hiyo tunapompeleka TBS hana malipo yote anaolipa, kuanzia gharama za ukaguzi, gharama za maabara, halipi chochote kwa sababu tayari serikali imelipa. Kwa hiyo bidhaa yake itachukuliwa, itapelekwa maabara, ikikidhi vigezo vinavyotakiwa, atapata alama ya ubora wa bidhaa yake, halafu hatalipa chochote ndani ya miaka 3. Baada ya miaka 3 ndio ataanza kulipia 25% au robo ya ile gharama inayotakiwa. Mwaka wa 5 atalipia 50%, mwaka wa 6 atalipia 75%, na mwaka wa 7 ndio atalipa ile full cost. Leani, mafunzo ambayo mnayatoa SIDO yanachukua muda gani? Mafunzo yetu ni ya muda mfupi. Tunamwandaa mtu tu kwa ajili ya kwenda kuzalisha, kwa sababu huyu mtu tayari alikuwa kwenye field au alikuwa na wazo la kufanya ile kazi. Kwa hiyo sisi maximum kuna mengine yanafika mwezi mmoja, lakini mengi ni siku 5, wiki moja tu. Kwa hiyo kwa hizo siku 5 mtu anakuwa tayari yuko na utayari kabisa kwa ajili ya kuweza kuzalisha kabisa, kwa sababu huyu mtu tunamfundisha practical. Muda wote ni practical. Kuna nadharia, lakini kwa asilimia kubwa ni practical. Lakini pia huyu mtu akitoka pale bado tutaendelea kuwa naye kule kiwandani. Kwa hiyo tutaendelea kumnacha akiwa kule kiwandani kwake. Baada ya kukwama Joram akaamua kwenda SIDO, mimi nikaamua kwenda VETA. Kwa ajili ya kujifunza kitu hicho kimoja. Huyu amekuja SIDO, kuna fursa labda ya teknolojia, amekuja kujifunza utengenezaji labda wa unga wa parachichi, labda una faida fulani. Mimi pia nimeamua kwenda VETA kujifunza hayo.
tuna tofauti gani hapo? Kwanza kuna mafunzo ambayo VETA hawatoi, SIDO wanatoa. Kwa mfano nyingi za usindikaji wa vyakula VETA hawatoi. Wao wanatoa wale wataalamu wa hoteliers sasa ndio wanaotoa. Lakini sisi tunawaandaa kwa ajili ya viwandani. Na VETA mafunzo yao ni muda mrefu, sisi ni muda mfupi. Lakini sisi tuna base zaidi kwenye practical. Wao kwa sababu huo muda mrefu watafanya practical, lakini pia nadharia ni ndefu pia. Yeah. Kwa nini mnatoa solution? Actually unaweza kusema hivyo. Kwa hiyo bado solution ni muda mfupi. Kwa hiyo tukirudi kule bado tutaendelea kupokea yale formula ya muda mrefu. Ya muda mrefu. Na kwa hiyo yani mimi najua nimepata pia kujiuliza. Kwa hiyo kwa hizi bidhaa ambazo tunaziona sasa hivi kwa wingi ambazo zinazalishwa kwenye viwanda vidogo vidogo, sasa ni kwa mkoa wa Arusha, tunaweza tukasema moja kwa moja ni matunda ya SIDO? Unaweza ukasema. Ya bidhaa nyingi ambazo ziko sokoni ni zimetokana na wale wajasiriamali ambao wamefundishwa na SIDO. Kuna wengine wameshakuwa wakubwa, bidhaa zao zinasambaa nchi nzima mpaka na nje ya nchi wanapeleka. Kwa mfano tu nitoe mfano hapa Arusha, Medifood, inawezekana nafahamu. Yule Medifood tulianza naye from the scratch, akiwa hajui kuzalisha, lakini tukamfundisha akaanza kuzalisha. Baadaye ameendelea mpaka amekuja kuwa na kiwanda chake. Mwanzoni alikuwa anapangisha, lakini baadaye ameenda ametengeneza kiwanda chake, amejenga kiwanda chake. Sasa hivi ni mkubwa tu. Nauza bidhaa zake ndani na nje ya nchi. Yeah. Leani, kumekuwa na tatizo la, kwa sababu tunaamini kwamba moja kati ya ili uweze kupata soko ni pamoja na muonekano wa biashara yako. Kumekuwa na tatizo sana la kitu ambacho kinaitwa packaging. SIDO mnafundisha mambo yani na vipi hali ikoje? Ni sehemu ya mafunzo yetu, lazima tufundishe packaging. Unapofundisha food processing lazima ufundishe na packaging and labeling. Na vifungashio sasa hivi sio tatizo kubwa sana. Huko nyuma kulikuwa na tatizo, kulikuwa na changamoto, lakini sasa hivi kwa asilimia kubwa changamoto ya vifungashio imetatuliwa. Na baada ya kufungasha unaweka lebo. Na lebo ndio kinachouza bidhaa pamoja na kifungashio. Inasaidia sana kwenye marketing. Na tumekuwa tukiwafundisha na kuwaeleza kwamba nini ambacho kinatakiwa kiwepo kwenye lebo. Lakini pia kuna taarifa ambazo ni za lazima ziwepo kwenye lebo. TBS inahitaji uwepo. Kwa mfano ingredients. Vitu vilivyotumika kutengeneza ile bidhaa lazima uonyeshe pale. Nutritional value, ina thamani gani, inasaidia nini baada ya mtu kutumia. Lakini pia content kwa maana ya either ukubwa au uzito lazima uonyeshe kwenye lebo. Kwa hiyo tunawafundisha, lakini pia tunaeleza kwamba lazima utengeneze lebo umvutie mteja ili aweze kuchukua bidhaa yako. Sababu unaweza ukatengeneza bidhaa nzuri bora kabisa, lakini labeling yake ikawa mbovu, hutaweza kuuza. Lakini ukatengeneza bidhaa nzuri alafu ukaweka lebo nzuri ikamvutia mteja akainunua, alafu akaenda akaitesti akaona ubora wake, kesho atarudi kwa sababu ameona ni bora. Leani, kwa mimi ambaye nimekuja nikapita SIDO, mkanifundisha jinsi ya kuweza kutengeneza labda peanut butter mathalan. Nimekuwa mzuri, labda pale SIDO mkanisaidia pia kupata hata mashine ya kuendelea kudurufu zile peanut butter zangu. Nimemaliza. Nikishatoka hapo mnakuwa mmenawa mikono au bado mtaendelea kunifuatilia? SIDO tunaendelea na mjasiriamali kuanzia tunapoanza naye mpaka yeye mwenyewe aseme basi SIDO ameshakuwa mdogo. Na kuanzia anapo tunamfundisha, lakini pia tutamwezesha apate TBS, tutamwezesha apate soko. Maonyesho tunaandaa, wanakuja kwenye maonyesho yetu,
tutampa taarifa mbalimbali za masoko, taarifa mbalimbali za malighafi, taarifa mbalimbali za zitakazomwezesha ili aweze kufanya vizuri kwenye biashara yake, teknolojia, lakini pia fedha, mkopo, lakini pia hata kwa sababu SIDO tunatoa mikopo midogo, lakini ikitokea kwamba huyu mtu ameshakuwa ile mikopo yetu haiwezi kumsaidia tena, basi tunamuunganisha na taasisi zingine ambazo zinatoa fedha nyingi. Kwa mfano tuna ushirikiano na benki ya Zania, tuna ushirikiano na benki ya CRDB. Basi tunawapeleka kule, wanapata huduma za kifedha. Kwa hiyo hatuwezi kumwacha, tunaendelea naye hata atakapokuwa mkubwa, mpaka yeye mwenyewe aone kwamba sasa SIDO sio size yangu. Ya ina maana atakuwa yupo kule juu kwenye milioni 800 kwenda juu. Kuna huyu mfanyabiashara inawezekana kwamba akaja akafanya vitu ambavyo ndivyo sivyo. Labda katika utengenezaji wa bidhaa zao akafanya uchakachuzi kwamba ile bidhaa ikaonekana kabisa kwamba huyu pamoja na kwamba kuna bidhaa ambayo imethibitishwa na TBS, lakini inawezekana amegushi. SIDO mnakuwa mnaingia lawamani kwa huyu mtu wenu ambaye mmemlea, au mna dhamana ya kuweza kuingilia kati hilo swala, au mna nafasi ya kuweza kumzuia mtu sawa tumekufundisha si, lakini hapana, unapoelekea hapafai? Ya tukigundua kwamba anafanya uchakachuzi, tutamshauri kwamba hivi sivyo. Sisi kwa mamlaka ya kisheria hatuna mamlaka, lakini tunaweza kuripoti kwa mamlaka zinazohusika kwamba tukiwa tumemshauri alafu asikii, tunaweza tukamshauri. Lakini hiyo pia TBS huwa anafanya control. Kwamba bidhaa, unaposajili bidhaa yako kapata alama ya ubora, ile fee unayolipia kila mwaka ambayo nimesema kwa wajasiriamali wadogo serikali inalipia, inafanya kazi ya ukaguzi kila wakati. Kwa hiyo mtu anapopeleka bidhaa yake alafu akajua kwamba TBS hawajaja kiwandani kwangu, kwa hiyo ina maana bidhaa naweza nikafanya chochote ninachotaka. Sio kweli. TBS siku zote wako kazini, wanaenda sokoni, wanachukua bidhaa yako, wanapeleka maabara. Wewe ukiwa unasubiri kwamba wakija kiwandani kwangu, kumbe wanasubiri huko. Wanaweza wakamtuma mtu kiwandani akachukua bidhaa wakapeleka maabara. Kwa hiyo yani kuna control ya wakati wote. Na sisi pia katika ufanyaji wetu kazi tunaendelea kuangalia hivi yule mjasiriamali wetu anafanyaje kazi. Tukiona kwamba kuna kitu ambacho sicho, tunamshauri kwamba bwana, mbona kuna kitu fulani haiko kama ilivyokuwa mwanzoni, hebu rekebisha hivi na hivi na hivi. Sawa, mimi na swali. Inabidi tuende SIDO haze tukajifunze nani. Hii kwa sababu siku 5 tukapata product yetu, tukafungua kiwanda kwa pamoja hapa. Au mjomba unasemaje? Au kama mnataka kuliko kwenda VETA kule kupoteza muda mrefu. Sawa, mimi na swali. Nawezaje kujiunga na miradi ya SIDO nikiwa kama mhandisi au mjasiriamali? Huduma za SIDO zinapatiwa kwa watu wote wa Tanzania. Mtu yeyote ana haki ya kupata huduma ya SIDO. Unaweza ukaja ofisini kwetu ukaeleza kwamba unataka huduma gani, na tunakusaidia kulingana na hitaji lako. Lakini pia kupitia vyombo vya habari tunatangaza huduma zetu. Kwa hiyo unaweza ukapata namba za simu ukawasiliana na sisi tukakuelekeza kwamba uje ofisini. Wengine pia wala ambao tayari wamepata huduma za kwetu wanasambaza huduma zetu. Kwa hiyo wajasiriamali wengi wanapata taarifa, au wale wanaotaka kuingia kwenye ujasiriamali wanapata taarifa, na hatimaye wanakuja SIDO, tunaanza kuwahudumia. Na nilikuwa na swali vile ambavyo nyie unasema kuwasaidia wajasiriamali wadogo mpaka kuwa wakubwa. Kwa namna gani nyingine ambavyo mnawalinda wajasiriamali na bidhaa kutoka nchi? Kwa sababu ukienda supermarket huku unakutana na bidhaa ambazo zinashindana ushindani kabisa na wajasiriamali wadogo ambao kimsingi ni wazao. Kwa namna gani mnaweza mkawasaidia na kuwalinda hususan kwenye masuala hayo ya kibiashara na ushindani na bidhaa kutoka nchi ambazo kimsingi zinakuja kama kuua soko la ndani kwa wafanyabiashara wadogo ambao wanaanza? SIDO tunachokifanya sisi ni kuwawezesha wazalishe bidhaa bora za kuweza kushindana na zile za nje.
kuna taasisi ambazo zinafanya hizo kazi za kulinda sokoni kama FCC. Wale wanafanya hizo kazi, lakini sisi tunachoweza kufanya ni kuhakikisha kwamba hawa watu wetu wana nguvu ya kushindana sokoni. Okay. Yeah. Na Leani, SIDO iko wapi? Yani mtu ambaye anatusikiza sasa hivi katika mikoa yote ambayo tunasikika, kwa sababu kuna mtu akisikia SIDO anajua ni Arusha. Kwamba akienda labda Dodoma huko, akienda Dar es Salaam, hiyo SIDO haimuhusu. SIDO tuko mikoa yote Tanzania bara. Okay. Kila ofisi ya kila mkoa una ofisi ya SIDO. Na kwa hapa Arusha tupo Unga Limited. Kwa hiyo wajasiriamali wote na wale wanaotaka kuingia kwenye ujasiriamali, wakiwepo vijana wanao graduate kutoka vyuo na wale walioko mtaani, msipoteze muda, vijiweni, karibuni SIDO, tuko Unga Limited na tuko kwa ajili yenu. Na kuna umri maalum wa kwamba sasa hivi bwana Semio wewe uko tukupokee? Hapana. Hapana, mjasiriamali yoyote ni wewe hatutaweza kufundisha umri. Mjasiriamali yoyote ni wa kwetu. Bila hakuna age limit. Okay. Na kuna kwa mfano labda nataka kuja kujifunza kwa hizi siku 5. Mnakopesha teknolojia pia? Mashine. Maana mashine. Tunapokukopesha unaweza pia ukanunua mashine. Okay. Ambazo tunazalisha, lakini hata zile ambazo hatuzalishi tutakuwezesha uweze kupata. Basi ni walezo wazuri. Hapo kwenye mashine tu hapo mjomba. Jasiriamali wetu ule tulikuwa tunasema ila watengenezi transmitter SIDO. Kwa hiyo msije mkawaza hawana transmitter hawatengenezi. Sema teknolojia mjomba. Kwenye teknolojia za viwandani. Sasa mimi napenda kuuliza. SIDO inasaidiaje katika kuboresha ubora wa teknolojia katika viwanda vidogo? Na wao pia SIDO mnapambanaje na mabadiliko ya kiteknolojia sasa hivi duniani? Kwanza nianze na hilo la tunasaidiaje. Tunasaidia kwa kushauri, tunasaidia kwa kufundisha, tunasaidia kwa kumpa mashine za kisasa, kumwezesha apate mashine za kisasa. Lakini pia tunashindanaje? Tunazalisha teknolojia za kisasa. Sasa hivi serikali imetuletea mashine za kisasa, mitambo mikubwa kabisa ambayo itatusaidia kuweza kutengeneza mashine za kisasa zitakazoweza kushindana na zile zinazotoka nje. Kwa hiyo kwa kweli kwa upande wa kushindana na teknolojia za nje tuna uwezo huo. Lakini pia tuna wataalamu kabisa. Sasa hivi hatuna shida ya wataalamu pale workshop. Tuna wataalamu wa kutosha kabisa, ma technician, engineers, tuna wa kutosha, artisans, tuna wa kutosha kabisa kwamba wanaweza wakazalisha mashine au teknolojia za kisasa ambazo zinaweza zikashindana kwenye soko. Yaani gharama za mtu kuja labda kwa hizi siku 5 zikoje na ni muda gani? Na je, kuna idadi kamili? Kwa mfano kama sisi Radio 5 tukamosa, sisi kama Radio 5 tunataka tuanze uzalishaji wa labda usindikaji na uzalishaji wa juisi fulani, au tunasema sharubati. Tuko watu 10. SIDO wana access ya kuja kuweza kutupa elimu katika eneo letu, au ni lazima tuje darasani kule SIDO kwenyewe? Tunaweza tukaja eneo la tukio pale ambapo mnataka kuja kuzalishia. Tunaweza kuja pale tukawafundisha pale. Mnaweza mkaja kwetu tukawafundisha kwetu. Maana tuna darasa la mafunzo kwa ajili ya usindikaji. Lakini hatulimiti kwamba lazima waje pale. Kama mna vifaa vinavyotakiwa kule kwenye kiwanda chenu, basi tutakuja pale tutawafundisha. Na gharama, ukija kwetu tutakuhudumia, tutakupa chakula kwa sababu utakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tutakupa stationaries, tutakupa cheti na vitu vingine. Kwa kuna gharama ambayo utachangia. Na kwa mafunzo yetu mengi hasa ya food processing ni shilingi 100,000. Unapata chakula cha mchana, unapata chai, unapata
elimu, unapata stationaries, kila kitu. Hiyo 1,000 full course. Yeah. Siku 5. Yes. Ila kama affordable. Ila SIDO hawafundishi kusuka. Sente vale na nini? Hakuna kitu atufundishi. Hakuna kitu atufundishi. Hasa hizi tailor hizi fupi hizi tunafundisha. Tukipata watu wanahitaji. Tunaandaa darasa kwa ajili ya kupatiwa huduma. Okay. Yeah, kwa hiyo hata usukaji, hizi tailoring tunafundisha, useketaji, kuna vitu vingi tunafundisha kulingana na demand ya okay. Kwa hiyo ukienda na idea yako pale na demand ikawa kubwa, wao kosi cha kukufundisha wewe ukiwa unahitaji. Kitu kingine ambacho nikawa najiuliza, SIDO huwa mna program kwa ajili ya mashule, shule za sekondari? iwe sekondari, msingi, yani kwa ajili ya kwenda kutoa lau elimu, ujuzi pia kwa taasisi hizo. Tukipata nafasi tunatoa. Kwa mfano wanafunzi wamekuwa wakija SIDO kwa ajili ya kujifunza viwandani, na tunatumia sana hiyo nafasi ya hiyo fursa kuwafundisha, kueleza SIDO ni nini, tunafanya nini, wanaona na kazi tunazozifanya. Wamekuwa wakija mara nyingi sana. Hata zile wanasema program zao za shuleni, wanakuja tunawafundisha. Tunawaweka kwa mfano pale kwenye workshop yetu, wanaweza wakaja wiki nzima, wanakuja wanajifunza, alafu wanaenda wanaandika zile dissertation zao. Yeah. Madarasa yani yapo Ungalimited huko kiwandani. Yeah. Madarasa ya kujifunzia. Darasa la practical food processing, tuna darasa la ujasiriamali huko wanapata. Natamani kupata orodha ya vile ambavyo mnavitoa pale SIDO. Yani kwamba tunatoa hii. Kuna mtu anajua ana idea. Yani kuna mtu ambaye anasikiliza lakini hajui nipo tu. Yani mimi sijui hata nikasomee nini. Sijui hata nikajifunze nini. Ungetupa labda SIDO mnatoa hiki, mnatoa hiki. Labda anaweza yuko nyumbani anasikiliza hiki mimi naweza kunani. Kwa sababu tuna tatizo moja sisi. Yani binafsi hata mimi na tatizo hilo. Nifanye biashara gani? Umeona? Hiyo ni tatizo mtambuka, yani watu wengi sana wanao. Kwamba nikafanye biashara gani, lakini wewe ukitamka naanza kuiwazia, okay. Kumbe nao hii naiweza. Labda vitu ambavyo mnafundisha SIDO ni vipi na vipi? Tunafundisha usindikaji wa vyakula. Usindikaji wa vyakula tunafundisha usindikaji wa maziwa, bakery, peanut butter, mango pico. Okay. Vitu vingi kwenye usindikaji. Lakini pia mbali ya usindikaji wa vyakula tunafundisha mishumaa, utengenezaji wa mishumaa. Tunafundisha utengenezaji wa mafuta na vipodozi, mafuta kujipaka. Tunafundisha, hii nimeipenda onje ni Kenyota. Tunafundisha, soko lake lipo kubwa. Soko lipo. Hiyo mafuta na vipodozi, soko ni kubwa sana. Tunafundisha kutengeneza chaki. Okay. Tunafundisha useketaji kwa special demand. Nini? Useketaji. Handloom weaving kwa Kiingereza chaki. Bado sijaipata. Kutengeneza vitu kama vikoi. Okay. Kiswahili chake ni useketaji. Okay. Lakini pia tunafundisha batiki. Na vitu vingi naweza nisitaje vyote, lakini nipende tu kuwashauri wa Tanzania kwamba waje kwenye ofisi zetu. Watakuta listi ya vitu ambavyo tunavifundisha. Hakuna yani demand ya tailoring, yani sio kubwa. Tailoring tumekuwa tukifundisha, japo sio kubwa sana, uwezo kalinganisha na food processing, lakini tumekuwa tukifundisha mara chache ambapo wahitaji wanajitokeza. Na vyovyote, kwa mfano kama issue ya usindikaji. Ndiyo. Au issue ya utengenezaji wa mafuta pamoja na vipodozi. Ndiyo. Ni kwa hizo siku 5 ni muda wake. Ndio. Okay. Kwa hizo siku 5 mtu anakuwa ameshapata ujuzi kabisa. Na baada ya hapo anapaswa kufanya nini? Ni kutafuta mtaji wake, sio? Kama sasa mwingine anaweza akaja pale tayari ana mtaji. Kwa hiyo anatafuta tu ujuzi. Okay. Na
maelekezo jinsi nini cha kwenda kufanya. Kwa hiyo tunamuelekeza. Yeah. Tunaenda kwenye site. Tunamuelekeza kwamba kiwanda kinatakiwa kipangiliweje. Hiyo pia ni kazi yetu. Mpangilio wa kiwanda ili baadaye aweze kukidhi vigezo vya kupata alama ya ubora. Yeah. Umezungumzia mtaji. Yaani naona kama muda utotosha kwa sababu ya maswali mengi ndio kwa naye. Kwa sababu unajua tunazungumzia maisha ya mtu Yaani hapa unajua wewe upo kwa ajili ya kusaidia maisha ya mtu. Yaani tunapozungumzia SIDO ni kutengeneza maisha ya mtu. Yaani kwenda kupata, yaani kujitafuta na kujipata. Yaani akija SIDO mtu ni anajipata. Kwamba okay sasa hivi nimepata kwa sababu mimi sasa hivi bwana na kiwanda changu. Yaani unakuwa CEO na kuweza kufanya kitu. Na kuweza kukiuza. Huyu mtu ambaye labda anataka kuanza kuna hii biashara ambayo nimewekea stock kwa sababu najua soko lake liko wapi. Mafuta pamoja na vipodozi. Kwa mfano kuna wa ngazi ya chini, wakati wa juu. Chini kabisa labda mtaji wake ambao anaweza kaja nao SIDO. Anaweza kaja na mtaji wa kiasi gani? Hata kuja nao SIDO ila atakuwa nao atajiandaa kwa ile ule mtaji. Kiwanda kama cha vipodozi unaweza kaanza hata na 500,000. Okay. Hata 500,000 unaweza kaanza kwa sababu utanunua zile material, utanunua vifaa vidogo. Unaanza kukoroga, unaweza katenga kichumba cha kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Ukakoroga ukaanza kuingia sokoni, utakuwa baadaye mtaji wako utaongezeka, unaweza katanuka sasa kwenda chumba cha pili cha tatu. Okay. Na mazingira haya ya kufanya hicho kiwanda chako inakuwa ni mnapangiwa kwamba ufanye katika mazingira gani au unaweza nikaanzia nyumbani kwangu kwenye chumba changu? Huwezi ukafanya pale unapolala kwa sababu kutakuwa na madhara. Okay. Sasa kwa mfano ni chakula, unaweza ukacontaminate kile chakula, yaani ukakichafua. Kwa hiyo hata walaji baadaye watakapata madhara. Lakini kama ni vipodozi mfano, vipodozi kuna dawa unazitumia ambazo sio salama kwa afya. Kwa hiyo huwezi ukafanyia chumbani kwako. Ila unaweza ukafanyia nyumbani chumba cha pembeni. Yaani kwa mfano kwangu nimetenga chumba kimoja katika hiki chumba sipangishi. Hiki nafanya ni kiwanda changu. Unaweza kufanya lakini kusiwe na muingiliano na pala ambapo watu wanaishi. Unaweza ikawa ni chumba kimoja wapo ndani ya nyumba unayoishi lakini ukatoboa mlango wa nyuma labda. Ikawa inajitegemea. Ikawa inajitegemea. Okay. Na huwa mnakwenda kukagua kwenye hizo ofisi ambazo tunakwenda kuanzisha? Hatuwezi kukupeleka TBS bila kukukagua. Hatuwezi kukutambua bila kukutembelea. Kwa hiyo tutakutembelea, tutakushauri. Kama uko vizuri basi tutaendelea na wewe. Hii swala la maendeleo ya teknolojia. Mnatengeneza vifaa vya uzalishaji pia? Tunatengeneza, nilisema kwamba tuna workshop zetu ambazo tunatengeneza mashine mbalimbali. Kwa hiyo nikija na idea yangu tu mnanitengenezea? Tunakutengenezea. Hata kama ni haramu? Hata mtambo kutengeneza gongo? Hapana. Tutaangalia pia kwamba iko kwenye line inayokubalika na serikali. Iko kisheria, biashara yako iko kisheria. Kwa hiyo hatutaweza kwenda kwenye line ambayo haiko kisheria. Maana unajua unaona mtambo wa gongo ule ni hatari. Sema serikali ingepitishaga tu angepitishwaga watu tengeneze zao nani. Sasa tungekuwa SIDO wengi. Ile sayansi ni kubwa mno. Sema swali ambalo pia kabla Flora hajauliza hapo na nalojiuliza, unajua tuna watu wengi sana wanatengeneza sabuni. Wale wajasiriamali. Lakini kwa namna gani hao watu wanakuwa? Tunaona watu wengi sana wa Tanzania wengi sana wameanza muda mrefu sana lakini hawakui, hatuwaoni wakifika kwenye ile level ya biashara ya mfanya biashara mkubwa. Tatizo ni nini hasa? Huyu mama kutengeneza sabuni miaka yake 20, miaka yake 15 lakini hatuoni akikua. Okay. Kwanza ni kati ya mafunzo tunayotoa. Nilisema kwamba tunatoa mafunzo mengi sijataja yote. Lakini moja wapo ni ya sabuni. Sabuni za maji, sabuni za mche, sabuni za unga. Tunafundisha. Lakini kuna changamoto kwenye field. Huwezi ukakosa changamoto. Sure. Sasa mjasiriamali anapoingia kwenye field ya kutengeneza, ya kuingia sokoni, akikutana na zile changamoto anaweza kakata tamaa. Lakini mwingine anaweza karizika kwamba mimi nikizalisha lita 20 nikazunguka nikauza nikamaliza inanitosha. Mwingine
akiambiwa kwamba bidhaa yako mbona haina TBS, anapeleka labda supermarket, haina TBS, ungeweka TBS tungechukua, anakata tamaa. Lakini sisi huwa tunawaambia kwamba biashara ni mapambano. Lazima upambane. Ubunifu. Lazima uwe mbunifu. Lakini pia uwe na tamaa ya kukua. Usirizike kwamba ubaki pale pale. Uwe na tamaa ya kukua kila siku. Kwa hiyo tunawahamasisha kwamba wakue. Kwa hiyo wale ambao nazidi kuhamasisha kwamba wasikate tamaa wala wasirizike. Wafanye juhudi waweze kukua zaidi. Na pale wanapokutana na vikwazo kwamba bidhaa yako haina TBS, bidhaa yako haina barcode, isikukatishe tamaa. Njoo SIDO, ni huduma ambazo ni bure. Okay. Hasa TBS unapata huduma bure, inakuwezesha wewe kupenetrate kwenye masoko ambayo ulikuwa uwezi kuingia. Unaondolewa kizuizi kile. Nzuri sana. Ulikuwa na swali Flora? Nilikuwa na swali. Mmesema moja kati ya huduma ambayo mnatoa ni pamoja na swala la mikopo. Ni changamoto gani ambayo mnakumbana nayo kwenye utoaji wa mikopo, na mnawapa, yani mnazingatia vigezo gani kumpa mjasiriamali mkopo wenu? Vigezo, tungependa mtu kwanza awe ameanza biashara. Asije akawa anachukua mkopo kwenda kuanzisha. Kwa sababu akienda kuanza hajui changamoto zinazo atakazo kwenda kukumbana nazo. Lakini angalau kama ameanza tayari anajua changamoto. Kwa hiyo ukimkopesha anajua namna ya kwenda kutumia zile hela. Lakini vigezo vingine ni kwamba ni biashara halali. Hiyo ni biashara halali, awe na leseni ya biashara. Kama ni teknolojia mashine labda anataka, awe ameandaa banda la kuweka ile mashine. Kama inatumia umeme, iwe na umeme tayari. Ili kwamba tunapompa ile mashine, mkopo kwa ajili ya mashine, anaenda anazalisha, ikifika muda wa kuanza kurejesha, aweze kurejesha kutokana na biashara ambayo amekopea. Sio anachukua mashine anaenda kuweka store. Kwa hiyo lazima tuhakikishe ana banda na lile banda lina umeme. SIDO kuna nani program ya utengenezaji labda wa keki? Ipo. Ipo. Nilifikiri iko kwenye bakery pia. Kwenye bakery nadhani ingia kwenye bakery moja kwa moja. Tunaomba tutembelee SIDO. Sisi ni mabalozi, unajua ni mabalozi wazuri, na naamini kwamba tukitembelea kuna vitu vingi ambavyo tunahitaji kuja kuzungumza pia na wale ambao wako pale wanasoma. Lakini wale ambao tayari wapo kwenye field, yani tayari. Tunaomba sana hilo kwa sababu tunaamini tuna deni pia kwa Tanzania. Tumezungumza hapa vitu vingi kutoka kwako, lakini pia tunataka tupate mwendelezo wa kile ambacho umekizungumza, kwamba tukazungumza nao pia wakasikika na sauti zao wakiwa wanazungumza kuhusiana na hilo. Kwa hiyo tunakuomba tuweze kufika pia SIDO. By the way, mimi na papitaga nje tu, sijai kuingia. Joram naamini pia hivyo. Flora najua ameshaingia. Maana kwenye video vya kahawa kuna mtu anaweza akasema kwanza SIDO yenyewe tu haimna kitu inasaidia kwenye nchi. Ukamwambia subiri nikwambie. Subiri. Hicho. Kwa mfano wao wana karakana kwa mujibu wa maelezo kama nimesikia vizuri, anaweza tuseme baadhi ya mashine kulingana na mahitaji ya yule mtu ambaye labda ametaka food processing na vitu vingine kutegemeana na ujuzi alioenda kujifunza pale. Labda mimi nimeenda na ubunifu wangu ambao kuna kitu nataka kuzalisha, na ubunifu ule pale kwao wanaweza kutengeneza kwenye ile karakana. Nataka kujua hapa usalama wa ule ubunifu. Nikishaenda wakinisaidia ile mashine ikawa imetengamaa, rights zinabaki kwangu au na wao tena sasa ile teknolojia wanaendelea, ama ule ubunifu wataendelea kuwauzia wengine bila yule mwingine kunufaika? Jaribu kupata hiyo. Swali zuri sana. Kwanza tunawafundisha wajasiriamali kupatenti teknolojia zao, ubunifu wao, ili kuzilinda. Kwa unapokuja kufanya kazi kwetu, unataka kuidevelop teknolojia yako, ni vizuri tutakushauri kwamba tuingie mkataba. Sio SIDO tu, popote pale unapoenda kuendeleza teknolojia yako, ukaingia mkataba nao kwamba unapozalisha ni nani mwenye hati miliki, mwenye mamlaka ya kumiliki
ile teknolojia. Wewe unayezalisha, je, baadaye utazalisha na kuuza? Kama mtakubaliana, basi iwepo kwenye mkataba kwamba tuta develop, itatokea, tutapata prototype, tutatesti, alafu kwenye market, kupeleka sokoni, labda SIDO anaweza kama market, lakini naye atajaliwaje? Na hiyo sasa lazima kuwe kuna kitu tunaita kuhaulisha teknolojia, technology transfer, kwamba labda tu transfer sasa ile teknolojia yake ije SIDO ndio tuweze kuimarket. Lakini hapo yeye amekuja na idea ya teknolojia. Alipokuja na idea ya teknolojia SIDO, labda nyie mkaboresha, mwoni kwamba na nyie pia ni wahusika wa mchango ile teknolojia yake. Ndio maana tunakubaliana kwenye mkataba. Okay. Kwamba sisi tunavyoboresha nini tutafaidi. Inawezekana kabisa kwamba yeye kwa sababu bado idea ni ya kwake, akaendelea kufaidi na teknolojia yake, tukamzalishia tu akatulipa, akaendelea na maisha yake. Lakini anaweza akasema hapana, tukakubaliana kwamba mimi labda yeye hawezi kuimarket sana. Nyie nizalishieni tu, alafu nitawauzia, nyie mtaendelea kumarket. Lakini kama ataendelea kubaki nayo, tunakubaliana kwenye mkataba. Na kama ame-patent, na maana hata sisi SIDO, hata kama ni serikali, hatuwezi kumuibia teknolojia yake. Okay. Kwa bara ile teknolojia alokuja bwana SIDO ameichukua, ameipeleka SIDO ya Mbeya, wanadurufu. Kuna teknolojia ambazo tumezalisha, tumechukua kwa namna hiyo, lakini kwa makubaliano. Okay. Kwa mfano our Temdo. Kuna teknolojia walizibuni, lakini baadaye wakatuuzia sisi. Hivi namna utofauti na wanachokifanya Temdo na nyie katika upande wa teknolojia? Wao ni research. Okay. Wao ni research. Na ndio maana wanatuuzia sisi ili sisi tuweze kuingiza sokoni. Sisi tunaweza kuuza. Kwa hiyo kuna teknolojia wamefanya research, wamezalisha, wakatuuzia sisi tukaendelea kuzalisha, tunauza. Lakini kwa makubaliano. Mtu anapopita kwenu kwa kuanzia katika upande wa teknolojia labda, au kajifunza biashara yoyote pale kwa hizo siku 5 au na zaidi, akitoka hapa anakuwa certified na anatambulika labda na kwamba mimi nimeshapita SIDO. Yes, na cheti cha SIDO kina nguvu. Okay. Kwa sababu kitaka kwenda TBS. TBS atataka kumuona mtaalamu anayesimamia kile kiwanda. Sasa kama ana cheti cha SIDO, wana recognize kwamba kweli kuna mtaalamu ambaye anaweza kusimamia kile kiwanda. Zamani ilikuwa kwamba lazima mtu awe na cheti cha kitaalamu, cheti cha juu, labda ni food technologist au food nutrition, lazima awe nayo. Lakini baadaye TBS wameona kwamba mafunzo ya SIDO yanatosha kwa ajili ya viwanda vidogo. Kwa mtu anakuwa certified kabisa. Tunampa cheti. Nzuri sana hiyo. Swala nyongeza, time sio rafiki. Binafsi umeridhika? Ile inabidi tuende SIDO. Muhimu sana. Niwakaribishe sana, na sio nyie, tuna watu wengine wote, tunawakaribisha watu wote. Mtajifunza, na kweli tunawapokea watu wengi sana. Kwa mwaka huu tu tumepokea magrupu kama 3-4 ya watu kutoka Zanzibar. Okay. Ambao wanakuja kujifunza. Tunawapa elimu ya kwamba tunafanya nini, lakini pia tunatembeza kwenye viwanda vilivyoko ndani ya mtaa wa SIDO, viwanda, lakini pia kwenye workshop wetu, na hata wale ambao wako nje ya SIDO. Wale ambao tumewafundisha, tumewapa huduma mbalimbali, wanaendelea na viwanda vyao kule nje. Wanaenda kutembelea. Kwa hiyo na nyinyi mnakaribishwa mjifunze na pia kuweza kuwaonyesha Watanzania zile shughuli tunazozifanya. Utakuja Joram, ukiwa pale maeneo ya kwenu, unaanza pale nyumbani kwenu. Unaangalia ndugu zako wangapi wako haido. Umeona au kama huyu mbona hajishughulishi? Ni kwa sababu hana ujuzi. Umeona? Unajua mtu mwenye ujuzi kukaa na ujuzi, yani una ujuzi afu kakaa nao mfukoni, wewe utakuwa una tatizo la akili. Lakini kuna watu ambao ndio ile amemaliza kweli kidato cha 6 lakini hana ujuzi. Sawa unaweza kuhesabu pale, kuna huyu wa kidato cha 6 ni mtoto wa mjomba, huyu ni mtoto wa nani, kama hata ukiangalia jumla wamefika 10. Kama atapeleka SIDO. Na wengine ni ile dhana ya kutokupenda kujaribu au kutaka kujua vitu, au ile dhana ya kwamba nitaonekanaje.
Yani mimi nimemaliza zangu huko Form 5, form 5 form 6 nianze masuala ya kwanza kukanda keki sijui nini na nini, na hizo ndio vitu ambavyo vinafanya vijana wengi wanalala njaa wasifanikiwe, kwa sababu watanionaje. Lakini ukiamua kuvaa uhusika na kwenda kwenye maeneo kama ya SIDO kaanza kujifunza ujuzi, tuna watu ambao wamekuja kufanikiwa kwa biashara ambazo kwa kawaida zilikuwa zinaonekana ni ndogo, na unaweza kusema kabisa zilianza kwa mfumo wa huku tu chini kama SIDO. Kwa hiyo ni hiyo dhana tu ya kwamba nitaonekanaje, watanionaje. Vijana napaswa tuache na tuende kwenye maeneo ambayo tunaweza tukapata taaluma zikawa zinatuinua zaidi na kupiga hatua. Kiukweli mimi leo ameniongezea kitu na amenipa idea pia ambayo nakwenda kuimplement katika mazingira yangu. Kwa sababu unajua unapozungumza na mtu kama Leani ambaye anazungumzia kitu kuhusiana na SIDO, yani akili yako inakuwa inachanua, unaangalia mazingira pale nyumbani kwetu, kwangu, katika jamii yangu. Unamwona kabisa kuna mtu fulani pale, huyu nimpeleke akanani akasomea kutengeneza mishumaa. Umeona, huyu nimpeleke akatengeneza, alafu unaweza ukampeleka akatengeneza akasomea mishumaa, sawa ukamtengeneza huyu akatengeneza masuala ya bakery. Umeona, ukamchukua mmoja akaenda akasomea, ukaja kwa combine ukatengeneza kampuni yako ambayo inadili na upambaji au na maharusi na vitu kama hivyo. Kwa kila mahali unakuta yani wapo kuna huyu ni specialist wa mishu kwa ajili ya mishumaa. Tunaye amepita SIDO, ana cheti chake. Huyu ni wa masuala ya bakery. Huyu tunaye. Umeona, upambaji labda unakuta kama SIDO wanafanya hiyo, tunaye. Kwa mfano kwenye mazingira ya kawaida tunasema kwamba mchumba asomeshi, simsomeshe mke na mambo mengine kama hayo, umeona, au ni gharama. Lakini kama ni mama wa nyumbani pale na unaona kabisa kwamba huyu hakuna anachoweza kukifanya, si umpeleke pale. Peleka mchumba wako SIDO. Kwanza hata kikukimbia $1,000 sasa itakuuma jamani. Sasa $1,000 haiwezi kukuuma. Yani mimi nakwambia kwa mfano kama hata mke wako. Peleka mke wako SIDO siku 5. Umeona? Yani unaangalia tu huyu sio kwamba hajui kupika, lakini ni mpishi mzuri. Umeona, akajifunza kitu fulani. Umeona, tukajifunza hata kutengeneza nini ile tomato sauce. Maana tunachukua nyanya zinaharibika. Aenda akajifunza kutengeneza sabuni. Anaweza. Sio product pale utanunua sabuni nyumbani kwako kwa sababu sabuni zipo. Na akatengeneza na ziada ya kuuza. Kwa mfano kama unataka kufanya biashara, anaweza akatengeneza, amekaa zake nyumbani pale, ana watu ambao kusambaza. Na uzuri SIDO kwa mafunzo wanayotoa ni mafunzo ambayo yakufanya ukae mbali na mwenza wako, sababu siku 5 jamani, tena kwenda na kurudi. Na unaweza ya masuala ya mwaka. Lani tunaruhusu tuwafuate wake zetu wakishatoka. Unaruhusiwa. Tunawaleta na tunawafuata kabisa. Okay. Hata mazingira kwa namna ukichungulia SIDO, unaweza ukakaa naye hata hapa pembeni ukamsubiria. Unaweza ukakaa kwenye mazingira ya SIDO nje ukamsubiria kama una wasiwasi naye. Unaona? Hasa nini kinachoshindikana? Peleke wake zetu. Bwana kusema mke wangu ni mama wa nyumbani. Bwana Bituni, jiandae likizo yako yani mke wangu akichukua likizo ya kazini. SIDO. Natamani SIDO angekuwa anafundisha hata mapishi. Vita kule unaweza kuchukua miezi mingapi huko, mitatu huko kidogo, yani tungewapeleka watoto. Kuna zile spice kuna nani? Spice tunafundisha. Spice zipo. Nakumbuka nilipita kwenye banda lao 88 pale nikakuta vile viungo vya kutosha. Umeona? Leo umesikia kuna viungo huko Mzee spice tunajuana. Sisi tunapenda sana kupika. Mimi nampenda sana kumsaidia mke wangu kupika. Linus bado ana mke. Mimi pia napenda sana kupika. Linus si ana mke, kwa hiyo sijui anamsaidia nani. Anajisaidia yeye mwenyewe. Umeona? Lakini ifikia tu uoe. Na kabla kuwa mpeleke SIDO. Joram na wewe pia. Uoe. Kabla kuwa mke wako mpeleke SIDO. Umeona? Utapata nani? Yani ni vyema pia mke wako akawa na unajua wewe ni msaidizi, akawa na skills akiwa ana uwezo wa kutengeneza sabuni, akiwa na uwezo wa kutengeneza keki, akiwa, kwa sababu hiyo kwa siku 5 akapita akajifunza kitu cha kwanza, baada ya muda akapita akajifunza cha pili, akawa na skills 3. Afu umefanya hivyo ni msaada sana. Nimekuta swali hapo, yani kwa mfano ile darasa mmeandaa ile darasa, si wanaingia darasani, kwa hizo siku 5 kuna mtu anaweza akachukua ujuzi zaidi ya mmoja hapo?
Hapana, kama ni usindikaji wa vyakula ni unakaa darasa lako. Mmoja Aha. yani baadaye unaweza ukarudi tena, na wengi wanafanya hivyo. hicho. Nikajua labda Mimi nimeshamtangazia mke wangu, yani likizo yake siku 5 Kwamba katengeneze mpaka malize, anaweza akapiga 3. Umemaliza hii kwa siku 5, vipi sasa pumzika kwa siku 5 kingine, si mwezi mzima na likizo. Nenda kasomea hiki, pumzika siku 5, nenda kasomea hiki, shida iko wapi? Nitakuwa nakufuata. Wanaweza pia wakajifunza hata kutengeneza vyakula vya mifugo. Unaona kama hivyo. Ufugaji wa kuku. Na tunakaa unaangalia demand yani. Mifugo kwa maana ya kama kuku. Kama kuku. Hiyo mwanangu inatugusa hiyo. Hiyo inatugusa 100% si wafugaji. Unaweza ukajifunza kutengeneza bidhaa za ngozi kama viatu, mikanda. Unaona sasa. Bidhaa zote za ngozi. Yote hapo ni SIDO hiyo. Mimi hapo kwenye mimi nimeshapata wateja wa kuwapeleka kule. Yaani nao. Yaani tayari. Tukajifunze kuzalisha chakula chao. Muhimu sana. Maana hapa yenyewe natakia message tayari kwamba chakula kimeisha. Pia tunazingatia mazingira, kwa hiyo tunafundisha kutengeneza mifuko mbadala. Okay. Karatasi badala ya kutumia nylon. Tunafundisha. Lakini pia tunafundisha kutengeneza mkaa mbadala. Okay. Ule wa kutengeneza kwa kutumia karatasi zilizotumika. Kwa siku hizo 5. Yani unaamua kuna nini? Kuna zingine zinaenda zaidi. Nimesema zinaenda, kuna zingine zinaenda mpaka mwezi. Mjomba, hebu fanya booking ya visit kwa sababu hiyo nadhani Leani atatupa appointment ya kutembelea kule. Tukitembelea nadhani tukajifunza mambo mengi sana. Leani, neno lako la mwisho kwa Watanzania wanaokusikiliza? Nipende tu kuambia Watanzania kwamba watumie SIDO vizuri. Sababu SIDO iko kwa ajili yao. Ni kwa ajili ya Watanzania. Watumie vizuri, wapate mafunzo, wapate ushauri, watumie hiyo fursa ya serikali kutoa nafuu kwa upande wa TBS. Na hayo yote ni kupitia SIDO. Kwa hiyo tunawakaribisha SIDO Limited, tunawakaribisha kwenye ofisi zote za SIDO Tanzania. Ukienda unapata huduma vizuri kabisa. Kwa hiyo karibuni sana SIDO. Limited kwa wale wakazi wa Arusha, tukutaneni huko. Unaona bwana. Tukajifunze mambo mengi tu kuhusiana na hicho ambacho amekizungumza bwana Leani.